Leo bodi yetu ya maji ya taifa tukiwa pamoja na baadhi ya viongozi kutoka Wizara ya Maji kupata nafasi ya kutembelea mradi wa ujenzi wa bwawa la Kidunda, mradi ambao unatarajiwa kuondoa changamoto ya upatikanaji wa maji katika mkoa wa Dar es Salaam kwa kuhakikisha kwamba mto Ruvu utakuwa na mtiririko mzuri wa maji kipindi chote cha mwaka. Maendeleo ya mradi unaendelea vizuri. Tumepata nafasi ya kuongea na wataalamu wanaojenga mradi huu na mshauri mwelekezi, lakini pia tumepata nafasi ya kutembelea hasa eneo la mradi na kuona shughuli zinazoendelea kufanyika katika eneo hili. Kwa sasa mradi kwa kazi za ujenzi kwa maana ya civil work umefika zaidi ya 50%. Tumezungumza na mkandarasi na tumemuomba aendelee kuhakikisha kwamba anafanya kazi usiku na mchana, na pia tumewapa angalizo kwamba mwaka huu tunatarajia kutakuwa kuna mvua za nje ya kawaida kwa maana ya mvua za El Nino kama tulivyopewa taarifa na mamlaka yetu ya hali ya hewa. Kwa hiyo tumewaambia katika plani zao wajipange kuhakikisha kwamba kazi ambazo wanatarajia zitaathiriwa na mvua zifanyike kabla msimu wa mvua haujaanza ili kuhakikisha kwamba bwawa linakamilika kwa wakati. Katika nyakati za mabadiliko ya tabia nchi, uwepo wa bwawa la Kidunda utakuwa ni mkombozi kwa uhakika wa maji. Kwa wananchi waendelee kutazama kwamba kuna jambo jema linakuja kupitia uwekezaji kwenye sekta ya maji. Labda kwanza sisi kama bodi ya maji bonde la Wami-Ruvu tuna furaha kutembelewa na chombo kikubwa ambacho kinasimamia rasilimali za maji. Sisi kama watunzaji wa vyanzo vya maji, bodi ya maji bonde la Wami-Ruvu, kazi yetu ni kutengeneza mazingira ya uelewa kwa jamii inayozunguka bonde hili la Wami-Ruvu, kwamba namna gani wanaweza kulinda vyanzo hivi vya maji, lakini namna gani wanaweza kutafuta shughuli mbadala. Kwa hiyo mwananchi ambaye alikuwa analima katika maeneo haya inabidi apate shughuli mbadala. Shughuli hizo mbadala ni zipi? Sisi kama bodi ndio wajibu wetu. Shughuli ya kwanza ambayo tunafanya ni kutoa mafunzo kwa vikundi mbalimbali, kuwawezesha kiuchumi na kutafuta wadau mbalimbali ili waweze kufuga nyuki kwa maana ya kutengeneza asali ili kunyanyua kipato chao. Lakini cha pili ni kwamba mradi huu utakuwa na maji mengi sana. Mwananchi sasa pembezoni anaweza kufanya kilimo cha umwagiliaji kwa muda wote bila kutegemea mvua zile ambazo za kutegemea za msimu. Bwawa hili la Kidunda likikamilika, tunafungua milango sasa kwa wawekezaji. Anayetaka kulima kilimo cha miwa ili kuweza kuongeza uzalishaji wa sukari Tanzania, basi bodi yetu tunamkaribisha, eneo lipo na maji tunayo. Lakini vile vile mradi huu unaenda kuzalisha megawati zaidi ya 20 za umeme. Maana yake ni nini? Mwananchi katika maeneo haya atakuwa na fursa sasa ya kufanya biashara zake za kiuchumi. Wakati anafuga samaki yule hataoza kwa maana atamweka kwenye friji. Maana yake ni nini? Uchumi wake utaendelea.